wanaosimamia sheria na kanuni ndogo ndogo ikiwemo na mimi tunafanya makosa makubwa sana kwa kuona vile vitu vinapita kwa sababu wanabeba parachichi na zinaenda Njombe. Nitaka kuuliza pale chini asubuhi, Njombe kuna nini? Kule Njombe madalali wananunua parachichi Rungwe, wanapeleka Njombe, wanapima kwa kilo. Kwa hiyo mkulima naye anayemtetea. Hilo la kwanza. La pili, ndugu yangu wa Afrika, umefungua ofisi pale Kibira, lakini mbele ya ofisi yako kuna viroba na tunategemea wewe ndio mnunuzi mkubwa na ndio unayejua quality. Kwa nini unaruhusu au watu wako wanaruhusu viroba mbele ya ofisi yako? Kwa hiyo ina maana na wewe pia unanunua kwenye viroba. Haya, nije kwenye eneo la Wakenya. Tunasema Wakenya wanauza bei nusu. Wana haki ya kuuza nusu. Tunawaachia Wakenya wanakuja vijijini wananunua. Kwa hiyo lazima atanunua kabla ya kuliko hapo Afrika atanunua chini tu. Sasa wasimamizi ikiwemo mimi mwanasheria na ile simamia sheria na wengine, kwa nini tunaruhusu watu wanakuja kule chini kununua kwenye viroba na wanapeleka Kenya? Obvious atauza kwa bei ya hafu kuliko unaenda kwa kilo. Kwa hiyo mimi nafikiri tusimamie sheria hiyo vizuri, tuhakikishe wananchi wetu tunawalinda kwa gharama yote. Lakini swala la mafuta, mimi nashangaa sana. Mkulima anapeleka kwa kuuza, anapeleka kwa rafu, anapeleka kwa nani? Anaambiwa parachichi hizi ni reject. Kwa macho ya nani? Anasema reject, alafu anauza kwa bei ya chini ya shilingi 200 kwa kilo. Wakati mafuta yanalipa thamani kubwa sana kuliko parachichi hiyo. Kwa hiyo nyinyi watu mnaotengeneza mafuta, mnaweka mazingira ya mkulima auze yale parachichi yameharibika kwa sababu kwenu yanauzika kwa mafuta. Kwa hiyo mimi nashauri serikali kwamba ni lazima tu tuna viwanda vya kwetu. Lazima sisi tutengeneze viwanda ambavyo vitasaidia wakulima watengeneze mafuta na tuyauze, kwa sababu hata wanaouza wao ni wanadamu kama sisi. Kwa hiyo halmashauri zipo, tuweke vikundi vya vijana na wanawake na mikopo inatoka 10%, tutengeneze mashine ya kukamua mafuta milioni 18 tu. Kwa nini tusiwape wakulima wakatengeneza mafuta? Kwa hiyo mimi na mimi pia ni moja ile ya sheria, lakini pamoja na hayo hawa wawekezaji lazima tuwasimamie. La mwisho, kuna makampuni yanayonunua parachichi. Lungu yajaje makampuni akabaki kuza naye anakuwa mbabe, anasema mtu anatoka Kisondela kilomita 15 kumpelekea parachichi kiwandani kwake. Ni wakulima ngapi wana uwezo wa kupeleka? Anapeleka tani 7, ananunua 2 nzima, 5 reject. Ana kiwanda cha mafuta. Kwa hiyo tusimamie sheria na haki. Mimi nafikiri watu wote ambao hawajalipa parachichi, kwa sababu swala la legacy ni kweli. Nyinyi mnaofanya biashara mnafanya research. Kwa hiyo tunajua kabisa safari hii biashara ni mbaya. Toeni notice kwa wakulima siku 90 kwamba jamani biashara leo itakuwa mbaya. Kwa hiyo hatuna namna, kwa sababu na nyinyi mnataka mpate faida, lakini lazima mtoe taarifa. Kwa sababu mkulima kawaida yeye hajui hiyo moja. Lakini la pili, makampuni ambayo hayajaja kununua parachichi yafungiwe. Na yakifungiwa Lungu yafungiwe na Njombe. Kwa sababu akikufungiwa Lungu ataenda kununua Njombe. Mnafungiwa kwa sababu hamjatoa taarifa kwa wakulima. Mmeacha wakulima kwenye hali ngumu. Kwa hiyo tunaomba sana wizara, nyinyi kama wasimamizi wa sheria, lazima msimamie haki ya mkulima aweze kufanikiwa katika parachichi hizi. Kwa sababu mwisho wa siku tumesema ni perishable goods. Haya, sisi tunakubali paka house zimeshakuwepo, mtu asirajii huko. Ninaamini tutaongea na mwenyekiti pale wa awali. Wameshajenga, wameshaezeka. Basi nyinyi mnasema mnasaidia kwenye green hiyo, kuna fund nyingi sana serikali zimekaa. Tusaidie wakulima wale, tuwape pesa wamalizie paka house angalau kwa kuanzia. Tuendelee, lakini mwisho wa siku serikali imeshauriwa pale kwamba ni lazima tujenge paka house, na nimelichukua kutoka kwa ndugu yangu pale. Lazima tukapige kelele, tutenge budget kwa ajili ya kujenga paka house nyingi kwa faida ya wakulima. Kwa sababu tukitegemea tu wanunuzi, ndugu yangu hapa Afrika anatafuta soko ambalo linamlipa. Kwa hiyo serikali inajitafuteni masoko kwa zaidi. Sawa, mmesema China imefunguliwa, lakini mmeona bei zao ziko chini. Kwa hiyo endeleeni kutafuta. Peru na Chile wanasema wao wanataka parachichi ambazo zinafika kijani. Tunahaja kuuza sera zetu. Mabalozi wafanye kazi hiyo. Jamani, parachichi ambalo linakuwa la kijani au la leusi au la papo lina uzuri huu. Tengenezeni marketing nzuri, watu waweze kuelewa. Vitu vigeni siku zote wanaviogopa, lakini ukivielezea vizuri vinaweza kutusaidia. Baada ya kusema haya, ninakuongeza hapo, lakini tumekulima kidogo.